wenzangu Kalonzo Musyoka wasungumzie, kwa sababu hakika lazima tuanze kwa kuwashukuru nyinyi wananchi kwa vile mmevumilia hapa tangu asubuhi mpaka tumefika hapa wakati huu. Niko hapa kwanza kwa niaba yangu mimi binafsi na wanachama wa chama cha Jubilee. Haya mambo yote mmesikia mazungumzo hapa leo na Mheshimiwa Seth yule atakuwa mjumbe wetu hapa. Tulikuwa tumefanya wakati tulikuwa kwa serikali na sasa imepotea. Ndio tunataka kurudisha hapa. Mimi nina pointi tatu tu nataka kuwaeleza. Ya kwanza, nilikuja hapa kwa niaba ya wale wenzangu wanachama wa Jubilee na wenzangu wengine viongozi tumeandamana nao hapa, umeona akina Onyonga na wengine, Mheshimiwa Magara, kuja hapa kumpigia debe na kusupport ndugu yetu Seth Banyako. Mimi namjua, tumejuana na yeye wakati tulikuwa kwa serikali. Yeye alikuwa kiongozi wa wafanyakazi na tulikimbishana kidogo, hakika tuseme, kwa sababu yeye ni mtetezi halisi na mtetezi hakika wa wafanyakazi wa Kenya. Kwa hivyo ninaamini hakika kwamba akipata uongozi huu atasaidia pakubwa kuhakikisha kwamba anatetea maslahi ya wananchi na maslahi ya wafanyakazi wa Kenya wote. Namba 2, wananchi, haya mambo yote tunafanya hapa sio sarakasi, kwa sababu wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2022 watu walisunguka Kenya hii yote wakiambia story, kupiga story huko, kusema mambo mingi, bottom up, what not. Sasa wakaingia kwa serikali. Sasa hiyo story imeisha. Mumeona hiyo maneno ya bottom up mahali? Sasa imekuwa up bottom. Wakubwa ndio wanapora inji, ndio wanakula, ndio wamechukua mashamba yenu hapa ya miwa. Sasa wao wanajitajirisha. Hakika walituambia pesa mfukoni, lakini hawakusema ni mfuko gani. Kumbe ni mfuko yao ilikuwa wanataka ingie. Kwa hivyo sasa tumefika wakati uchaguzi huu, vile wenzangu wamesema, itakuwa step ya kwanza, hatua ya kwanza kuonyesha kwamba tumeungana sisi wote wa Kenya, tunataka mabadiliko katika jamhuri yetu tukufu ya Kenya. Hawa viongozi wenu hapa, wengine tumefanya kazi nao na wajua kwa muda mrefu. Hakika wengine hawa viongozi kama Mheshimiwa Natembea tumekuwa nao kwa serikali. I know them as highly competent people. Wanatosha kufanya kazi ya kuendesha mambo ya maendeleo hapa. Na maendeleo ya dunia hii, wananchi wenzangu, niwaambie, maendeleo sio zawadi kutoka kwa serikali. Maendeleo ni haki yetu, kwa sababu hiyo pesa inatumika kufanya maendeleo, sio pesa yao, ni pesa yetu. Maana namna gani? Si tunalipa kodi? Iko mtu hapa alipi kodi? Basi kwa hivyo wasipite hapa wakilandaranda kuambia sisi eti wanatuletea zawadi, wametufanyia hivi. Sisi tunawalipa mshahara. Kwa hiyo sio kazi wanatufanyia bure, wanalipa kufanya kazi. Kwanza hata hatuioni hiyo kazi yenyewe. Kwa hivyo sasa nawaomba wananchi, mimi namaliza kwa kusema hivi, tujiunge sisi wote pamoja. Tuamke asubuhi na mapema, tumpigie Mheshimiwa Banyako kura na tuonyeshe kabisa, tuonyeshe nchi yetu, tuonyeshe ulimwengu kwamba Wakenya tumeamua tutaungana, hatutagawanya tena, tumefukuza mambo ya chuki, mambo ile ya zamani ya kuambiwa mimi siwezi kutoka bandile ya Kisini kuja hapa kuongea na watu hapa, nikuje kuomba kura, iishe, kwa sababu sisi zote ni ndugu na dada. Ama namna gani? Na mimi naunga mkono hili jambo na nitamalizia hii. Hata hizi kazi zote tunatafuta za uongozi, hata huyu ndugu yetu Seth Banyako tunamsupport hapa. Mimi niseme hakika hadharani hapa na mbele ya Mwenyezi Mungu, I am supporting this man because mimi I am 100% sure he is a quality candidate. Ni mtu ambaye anaweza kazi. Najua kuna watu wengine bure wanaregarega hapa kusema wewe sijui napenda na nani, napenda na nani. Yule anakupenda wacha aenda kuweke kwake. Sisi tunataka mtu ambaye ama namna gani? So mtu asije hapa aanze kuambia eti wekea huyu ndio anapendwa huko, serikali inampenda, serikali impeleke kwao basi. Tunataka mtu ambaye anatufanyia kazi, mtu ambaye anaweza kutenda kazi kama